This program is suitable for general viewing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu sallam alayhi Allah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu sana mpenzi watazamaji wa Jamia TV. Mimi kwa majina ndugu yenu Ratib Abdul Nur, na nakaribisha katika kipindi chetu leo hii, ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Januari sawia na tarehe 21 mwezi wa Rajab mwaka 1447. Muda unayoyoma na Ramadhani inazidi kuwadia, na hala mpenzi mtazamaji, ya kwamba hii ni fursa yetu sisi kuanza maandalizi na pia kujikumbusha na kujiandaa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambayo tuomba Mwenyezi Mungu atufikishe katika mwezi wa Ramadhan tukiwa salama salimin, na tupatie uwezo wa kufunga mwezi huo na pia kuchuma katika khairat ambazo zapatikana katika mwezi kama huo, na tutakabalia ibada zetu. Mtazamaji, pamoja nami ndani ya studio naye Sheikh wetu Sheikh Adam Ali, falyatafaddal mashkuran wa maajura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran sana Sheikh Adam kwa kutenga muda kuweza kuungana nasi katika studio za Horizon TV. Na kwako pia mtazamaji, shukran sana kwa kuendelea kutegea idhaa hii ya Horizon TV. Kipindi leo hii ni Ufahamu Uislamu, na kinawajia moja kwa moja kutoka studio zetu za Jamia TV hapa msikiti mkuu wa Jamia Mosque Nairobi. Tuombe Mwenyezi Mungu atujalie kikao chenye baraka na tupatie taufiki kwa yale ambayo tutakwenda kuzungumzia kwa hii leo. Na mtazamaji, kabla kuingia katika maudhui ama mada ambayo shekhe insha Allah atakuwa ni mwenye kutuzungumzia hii leo, ningependa mwanzo kumpatia fursa kama ilivyo ada ya kwamba aweze kutupatia nasaha za ufunguzi wa kipindi kama utangulizi, halafu baada ya hapo tutaingia katika mada ambayo tutakwenda kuzungumzia insha Allah. Sheikh, karibu. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nasaha ya kwanza juu ya nafsi yangu na kila mwenye kunisikiza ni kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumche pamoja na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza maamrisho yake na kuepukana na makatazo yake, na vile vile kuomba msamaha kutokamana na madhambi tuliyofanya, kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuonyosha mikono yake nyakati za usiku ili kuwasamehe waliokosea mchana, na vile vile hunyoosha mikono yake mchana ili kuwasamehe waliokosea usiku. Usije ukasema haya madhambi yangu ni mengi mno kiasi kuwa Allah hawezi kunisamehe. Allah anasema ndani ya hadithi al-Qudsi al-Jalil, Allah anasema ndani ya hadithi al-Qudsi al-Jalil, ya ibadi, enyi waja wangu, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar, hakika nyinyi mnakosea usiku na mchana, wa ana aghfiru dhunuba jami'a, nami nasamehe madhambi yote, fastaghfiruni aghfir lakum, niombeni msamaha nami nitawasamehea. Rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, omba tauba ya kisawasawa. Zaidi ya haya yote, anza kuisuluhisha nafsi yako ndani ya mwezi huu wa Rajab, ili Ramadhani ikija ikupate katika hali nzuri, kinyume na wale ambao wanafikiwa na Ramadhani, mtu anafunga saumu ya siku moja, utadhani anafariki, utadhani ajali yake imefika, amedhoofika, hali yake imekuwa mbaya kabisa. Kwa sababu gani? Hajakuwa na mazoea ya kufunga saumu za sunna. Unapofunga siku moja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anaweka uso wako mbali na moto wa Jahannam kwa masafa ya miaka 70, siku moja peke yake. Na saumu kama hii mara nyingi inaiwezesha mwili wako kuwa na afya njema, kuwa na siha njema, kwa sababu tumbo ndio nyumba ya maradhi yote, na dawa ya haya maradhi ni mtu kujizuia kula kila wakati, kula kiasi cha haja. Na Rasul sallallahu alaihi wasallama
alikuwa anagawa tumbo lake mara 3, sehemu ya chakula, sehemu ya kinywaji na vile vile sehemu ya kupumua. Unapofanya hivyo, afya yako insha Allah itakuwa ni nzuri. Kwa hiyo muombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha, rekebisha hali yako, jitahidi kufunga saumu za sunna na vile vile ibada hii ya swala. Endapo ulighafilika nayo, anza kuswali hivi sasa kabla Ramadhani haijafika, kabla hujatembelewa na malakul maut. Lau utafanya hivyo, Allah akupe umri, Ramadhani uipate, basi bila shaka utakuwa mwenye kutekeleza ibada pasina uzito wowote. Hii ndio nasaha yangu hii leo. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Allah jalie katika mizani ya mema yako Sheikh. Mtazamaji, natumai tumefaidi kwa nasaha hiyo ya Sheikh, na tuomba Mwenyezi Mungu atujalie wale ambao wanaosikia mema na wanakuwa wenye kutekeleza. Sheikh ametusihi, ameturai, ametukumbusha kujua kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ametuhimiza juu ya kudumu katika istighfar, kwa sababu katika kumcha Mwenyezi Mungu bila shaka mwanadamu teleza. Kwa hivyo istighfar, mlango wa istighfar, mlango huu wa tauba uko wazi. Tudumu katika istighfar na kuleta tauba kwa Allah, tukithirishe mno katika matendo ya khairi, kwa sababu istighfar na tauba peke yake haitoshi. Lazima mtu baada ya kuteleza uwe ni mwenye kubadilisha mtindo na pia kurudi katika hali iliyo nzuri. Kwa hivyo nataka tuhimiza pia ya kwamba tujaribu kujimarisha mno katika saum, hasatan saum za sunna, bali ni vyema zaidi kwa yule ambaye pengine mpaka muda huu anadaiwa deni la Ramadhani mwaka uliopita, basi hala fanya bidii, fanya himma, uwe ni mwenye kulipa deni ya Allah subhanahu wa ta'ala kabla Ramadhani inayokuja itupate. Zaidi ya hilo ametuhimiza pia vile vile sala, la ibada ya sala, na pia kuangalia tunachokula. Tujaribu tusiwe ni wale walafi mno tukajaza matumbo yetu kupindukia, bali mtu anafaa kula kwa ustani, kwa kadri ambayo inaweza kumdumisha katika uhai. Fajazahullahu khairan wa barakallahu fi. Mtazamaji, leo hii tunaendeleza msururu wa kumzungumzia Hasan bin Ali radhiallahu anhuma. Kijana huyu ni kijana wa Ali bin Abi Talib na ni mjukuu wake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambapo mamake ni Fatima binti Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Katika makhalifa waliotawala baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa kwanza ni Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Baada ya kuuliwa kwa Ali bin Abi Talib, akawa ni Hasan bin Ali ndiye akachukua hatamu ya uongozi, na tulielezwa kuwa sababu zilizopelekea mpaka akachaguliwa kuwa ndiye kiongozi kwa sababu ukuruba wake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tulivyotangulia kusema, na pia tabia alizokuwa nazo, ilmu aliyojaliwa, na namna gani alikuwa ni mwenye kuwajali raia na wenzake. Kwa hivyo yote haya ikapelekea watu wa zama hizo wakapendekeza na wakaamua ni wenye kumchagua yeye. Hasa leo hebu tuangalie tukio kubwa ambalo liliwahi tokea na linazungumziwa sana na wanahistoria. Kila anayezungumzia sira ya Khulafa ur-Rashidun utapata kuwa anazungumzia tukio hili. Na ni tukio lipi? Suluhu iliyotokea baina Hasan bin Ali radhiallahu anhu pamoja na ndugu yake Muawiya bin Abi Sufyan radhiallahu anhum wa ani sahabati ajmain. Hasa hebu tumpishe Sheikh Adam atupatie utangulizi na kutueleza ya kwamba je, kabla hii sulhu, kwa mukhtasari tu, kwa jinsi gani ambayo Hasan bin Ali alikuwa ni kiongozi wa waumini wakati wake. Naam Sheikh Adam. Naam, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. Al-Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, kama tulivyoelezwa siku za mbeleni, ama hivi sasa kuwa ni mjukuu wa Rasul sallallahu alaihi wasallama, mtoto wa binti yake ambaye ni Fatima, pamoja na binamu yake Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Ali bin Abi Talib baada ya kuuawa, Al-Hasan radhiyallahu anhu alichaguliwa na watu ambao walimchagua babake kama kiongozi. Wote waliridhika achukue usukani na uongozi baada ya babake kuuawa, na vile vile watu kama hawa wakampa sulta na uwezo wa yeye kuwatawala. Kisha baada ya kuwatawala akawa kiongozi, akaanza kupanga mambo.
kila aliyekuwa anapata mshahara wake kutoka katika Baitul Mal aliendelea kupata, na vile vile wanajeshi wakapewa mshahara wao, na vile vile mali ya ziada ama hela za ziada, na kila mmoja wao akawa mwenye kuridhika, kwa sababu hao walio chini yako kila unapowajali ndivyo wanavyokujali zaidi. Unapowatendea wema, na wao vile vile wanakuthamini na wanakuwa tayari kutekeleza chochote ambacho lau utawaamrisha watakuwa tayari kutekeleza. Sasa Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib alikuwa na jeshi ambalo amelitazama vizuri, jeshi ambalo lina nguvu, chochote lau ataamua aweza kukifanya. Sasa akachukua uongozi na kutawala majukumu ambayo babake alikuwa anatawala. Al-Hasan ibn Ali hakuwa na tamaa ya kupata ufalme ama ukubwa ama maslahi ya kidunia. Kile ambacho alijali zaidi ni kulinda na kuchunga damu ya waumini, kulinda na kuchunga damu ya waumini isiwe yenye kumwagika kwa njia moja ama nyingine. Na kila watu wanapopigana ndio mara nyingi watu wanakufa, na inakuwa ni madhambi makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Zaidi ya haya yote, Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib alijitahidi kivyovyote damu kama hiyo isiwe yenye kumwagika. Lau atatoka na jeshi lake aende kupambana na Muawiya, ataweza. Kwa sababu gani? Ana jeshi kubwa, ana nguvu, ana uwezo. Lakini hakufanya haya yote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuchunga maslah na vile vile kuzingatia kile ambacho Rasul sallallahu alaihi wasallama alikizungumzia. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake cha Minhajus Sunna anasema namna gani? Anasema kuwa Al-Hasan alikuwa na uwezo wa kupambana na Muawiya bin Abi Sufyan kwa jeshi ambalo alikuwa nalo, kwa sababu jeshi kama hilo lilimtii, likamsikiza, na vile vile lilikuwa tayari kutekeleza chochote lao atawaamrisha, na vile vile alikuwa na wasaidizi na watu wanaomuunga mkono. Lakini alizingatia kauli ya Rasul sallallahu alaihi wasallama, kauli ambayo mtume aliizungumzia kuhusu huyu mjukuu wake atakuja kuwa sababu ya kuleta sulhu baina ya makundi makubwa mawili ya Waislamu, makundi makubwa mawili ya waumini. Al-Hasan radhiyallahu anhu alijitahidi mno, kama nilivyotanguliza kusema, kuchunga damu ya waumini isije kamwagika. Lakini alivyokuwa juu ya mimbar akawa anazungumza na watu, alivyokuwa juu ya mimbar anatueleza huyu Abu Bakar radhiyallahu anhu ya kuwa alimuona Rasul sallallahu alaihi wasallama akiwa juu ya mimbar, na huku huyu mjukuu wake ambaye ni Hasan yuko karibu yake. Sasa Rasul sallallahu alaihi wasallama mara nyingine anawaelekea watu, anawatazama, wakati mwingine anamgeukia huyu mjukuu wake, na huku anasema inna ibni hadha sayyid, huyu kijana wangu, akimkusudia nani? Al-Hasan, yeye ni bwana. Walaalla Allah an yusliha bihi baina fi'atayn adhimatayn min almuslimin, Allah subhanahu wa ta'ala atamfanya kuwa ni sababu ya kuleta sulhu baina ya makundi mawili ya Waislamu. Haya ni maneno ambayo Abu Bakar kamsikia Rasul sallallahu alaihi wasallama akiyasema. Kisha baada ya hapo sulhu kama hiyo ikaja ikapatikana kama alivyotubashiria Rasul sallallahu alaihi wasallama. Wallahu alam. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Tumesikia mtazamaji ya kuwa Hasan bin Ali radhiallahu anhu alichaguliwa rasmi kama khalifa ama kama kiongozi wa waumini baada ya mauaji ya babake Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu. Lakini Hasan, pamoja na kwamba tayari ameshatawazwa kuwa ndiye kiongozi, bila shaka yeye ndio kama jemedari, yeye ndiye amiri jeshi,
ako na jeshi ambalo lilikuwa likihudumu chini ya babake Ali bin Abi Talib. Na upande wa pili Muawiya bin Abi Sufyan radhiallahu anhu pia alikuwa na kundi lake la jeshi, na kulikuwa na uwezekano mkubwa laiti Hassan bin Ali angeamua kwamba kuwe na mapambano baina ya makundi mawili tena, bila shaka hilo lingewezekana, na alikuwa na uwezo mkubwa wa kijeshi, kulikuwa na fursa kubwa ya kuweza kupata ushindi. Lakini Hassan bin Ali radhiallahu anhu akawa ni mwenye kwenda kinyume na hicho. Hakuwa na ubinafsi wala kukimbilia ukubwa wala kutaka kutawala, kuwa na dola kubwa, eneo kubwa, la. Badala yake akaona kujumuisha Waislamu kwa pamoja ndilo la msingi afanye kama kiongozi. Na wengi katika wanahistoria wanajaribu kupiga mifano, wanasema katika hao viongozi wa Kiislamu waliotangulia kuanzia makhulafa urashidun, Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu, ilipotokea fitna ya kugawanyika baina umma wa Islamu, kukatokea baadhi ya makundi wa karitadi, Abu Bakr Siddiq radhiallahu anhu alifanya nini? Alihakikisha kwamba amewapiga vita wale kundi ambao walikuwa wameritadi ili kuwaregesha katika safu ya waumini. Kuna wale ambao waliokataa kutoa zaka wakajitenga, pia akawapiga vita ili kuunganisha umma pamoja kama alivyoacha Rasul sallallahu alayhi wasallam. Uthman bin Affan radhiallahu anhu pia alifanya nini? Wanapiga mfano, nasema kwake Uthman mtafaruku uliotokea ni hasatan katika kuielewa Qur'ani na kuisoma Qur'ani kwa lahja mbalimbali. Akafanya nini Uthman kwa ilhami ya Allah aliyomjalia na pia kwa shura aliyofanya, na akapata pia wendani wenzake wazuri katika masahaba ambao alimwelekeza njia sawa ili kuleta umma pamoja. Akafanya nini? Swala la kuunganisha Qur'an pamoja, ambayo ilitumika kama ndio symbol ya kuunganisha Waislamu pamoja. Na hapa tumzungumzia Hassan bin Ali radhiallahu anhu, pia alifanya nini katika mchango wake kuunganisha umma huu? Alihakikisha kuwa yuko tayari kuachilia uongozi, almuhimu kuleta umma pamoja na kujumuisha Waislamu kwa pamoja. Sasa hebu tuende tena kwa Sheikh Adam aweze kutupatia baadhi ya hatua ambazo zilizochukuliwa hadi kupelekea Hassan bin Ali kufikia sulhu kati yake na Muawiya bin Abi Sufyan radhiallahu anhum wa ni sahabati ajma'in. Sheikh Adam. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Hatua ya kwanza ambayo ni muhimu kabisa ni dua ya Rasul sallallahu alaihi wasallama, ama maneno ya Rasul sallallahu alaihi wasallama pale alipomuomba Allah amfanye huyu kijana aye mwenye kusuluhisha baina ya makundi mawili makubwa ya waumini. Dua ambayo ilikuwa na baraka, dua ambayo imetokamana na yule ambaye hazungumzi kwa matamanio ya nafsi yake, bali wahi unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa dua kama hiyo ni kama tulivyoitanguliza mbeleni. Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema, inna ibni hadha sayyid, huyu kijana wangu ndiye sayyid, ndiye bwana, wala'alla Allah, na huenda Allah subhanahu wa ta'ala an yusliha bihi baina fi'ataini adhimataini min almuslimin, Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya awe sababu ya kuleta sulhu baina ya makundi mawili ya Waislamu. Sasa haya maneno ambayo aliyasema Rasul sallallahu alaihi wasallama hayakuwa maneno hivi hivi, bali ni maneno mazito, maneno ambayo Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma akayasikiza, na vile vile masahaba wengineo waliyasikiza, na vile vile maneno haya yakaswadikisha utume wa Rasul sallallahu alaihi wasallama, bali yalikuwa ni maneno ambayo yanakwenda moja kwa moja kwa Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu. Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu, kama nilivyotangulia kusema ama nilivyotanguliza, hakuwa anapigania maslahi ya nafsi yake, bali alitaka kuona umma umeshikamana na umekuwa kitu kimoja. Na maneno haya kama nilivyosema, Rasul sallallahu alaihi wasallama ndiye kaomba dua, kayasema haya maneno, na kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala yakawa yenye kufanyika. Hiyo ikiwa ni marhala ya kwanza. Marhala ya pili,
ambayo Al-Hasan ibn Ali kapitia ni marhala ya bai'a ambayo kachaguliwa, kapewa uongozi, na hii ni baada ya babake kuuawa kama tulivyosema. Na katika mazungumzo yake alisema hivi: sharti ya uongozi huu kwa wale watakaonikubali ni lazima wampe amani yule ambaye mimi nitampa amani, na endapo itabidi mimi nipambane na watu fulani, hao walioniunga mkono kwa wale ambao nimewapa amani, vile vile wawe tayari kuniunga kupambana na watu kama hawa. Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu anatoa ahadi kuwa nitakayempa amani, sharti yangu nitakayempa amani, nanyi vile vile mumpe amani, kwa sababu ni mtu mzuri, ni mtu anafaa kupewa amani. Na yule ambaye ndapambana naye kwa sababu ni mkorofi, anavuka mipaka, basi muniunge mkono kupambana na mtu kama huyo. Hii ni sharti aliyoitoa nani? Ali bin Abi Talib, Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Na katika riwaya nyingine imekuja kuwa alisikizwa akisema, wallahi la ubayi'ukum illa ala ma aqulu lakum. Qalu ma huwa? Qala tusalimuna man salamtu wa tuharibuna man harabtu. Mimi sitawapa bai'a, sitakubaliana nanyi mpaka mkubaliane na haya nitakayowaambia. Wakamuuliza, unatuambia kitu gani? Akawaeleza kuwa mimi nataka mumpe amani yule ambaye mimi nitampa amani, na vile vile muwe tayari kupambana na yule ambaye nitapambana naye. Angalia haya maneno ya nani? Ya mjukuu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baada ya haya kufanyika, wakamuunga mkono waliomuunga mkono. Tunakuja katika marhala ya tatu. Marhala ya tatu, baada ya yeye kuungwa mkono, kuna wale ambao walipanga njama dhidi yake, walimfanyia khiana ili waweze kummaliza. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anapanga mambo yake. Wewe unapanga yako, Allah anapanga yake, wala haiwi ila kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekipanga. Sasa baada ya Al-Hasan kuchaguliwa akawa ni khalifa, kuna baadhi ya watu ambao walimfanyia khiana, wakataka kumuua. Walimshambulia akiwa ndani ya swala na aina fulani ya silaha, kisha silaha kama hiyo ikampata kwenye paja lake, ikamletea madhara makubwa, madhara ambayo yalidumu kwa miezi kadhaa. Kisha kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya miezi kadhaa hiyo akawa mwenye kupona. Baada ya miezi hiyo akawa mwenye kupona. Kisha akasimama juu ya mimbar akieleza hawa jamaa kwamba, enyi watu wa Iraq, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Ittaqullaha fina, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Sisi tumepewa uongozi, sisi ni wageni wenu, na sisi ni watu wa nyumba ya Rasul sallallahu alaihi wasallama. Akawa anawahimiza ukuruba wake na Rasul sallallahu alaihi wasallama. Wale watu wa Iraq waliokuwa wanamsikia ama kusikiza maneno yake wakasikitika mno, wakawa wanabubujikwa na machozi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni baada ya kuathirika na maneno walioambiwa na Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Wallahu alam. Shukran Sheikh, barakallahu fik. Inshallah mtazamaji, kwa upesi tutachukua mapumziko yetu ya kwanza mafupi, alafu tutakaporejea nitatia taaliki kidogo kuhusiana na haya ambayo Sheikh ametueleza marhala tatu hizi, alafu tuendelea mbele, hatua za mbeleni, tuone yapi ambayo yaliyotokea hadi ikatimia sulhu baina Hasan bin Ali radhiallahu anhuma na pia Muawiya bin Abi Sufyan radhiallahu anhuma. Naomba mtazamaji usiondoke, endelea kufuatilia kipindi tuzidi kufaidi.
Ahlan wa sahlan wa marhaban, karibu tena mtazamaji katika kipindi chetu Ufahamu Uislamu, ikiwa tunaangazia sira ya khalifa wa 4 ama khalifa wa 5 ambaye ni Hassan bin Ali radhiallahu anhuma, ambaye alichukua hatamu ya uongozi baada ya mauaji ya babake Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu katika mwaka wa 40 baada ya hijra, mwezi ukiwa ni mwezi wa Ramadhan. Mtazamaji, kabla ya mapumziko tumeelezewa na Sheikh wetu Sheikh Adam hafidhahullahu ta'ala ya kwamba Al-Hasan bin Ali radhiallahu anhu alichaguliwa rasmi na Waislamu. Wale waliomchagua babake pia wakamchagua na yeye pia. Baada ya kuchaguliwa Al-Hasan, yeye akawa ni mwenye kutawala umma wa Kiislamu, dola ya Kiislamu. Ikawa sulta, ikawa ni majeshi, yote yako chini yake. Lakini hakupendelea kushuhudia umwagikaji wa damu kama ilivyotokea katika utawala uliotangulia. Badala yake akaamua kwenda kwa jambo lipi? Jambo la kusuluhisha baina ya makundi mawili ya Kiislamu. Mwanzo kabisa tumeelezewa na Sheikh jazahullahu khairan akielezea hatua zilizotokea hadi kuja kutimia suluhu. Mwanzo kabisa ni kupitia dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallama ambaye aliomba, angalia katika kuthibitisha utume wake ya kwamba ni mkweli. Allah akisema ma yantiqu anil hawa, Rasul sallallahu alaihi wasallam mazungumzo aliyokuwa akiyanena hayakuwa kwa matamanio ya nafsi yake, bali ni wahi yashukayo kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Mtume akiwa juu ya mimbar, Al-Hasan akiwa kijana mdogo sana, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa bishara ya kwa inna bni hadha, hakika huyu mtoto wangu, huyu ni mjukuu wake lakini amezoea kumwita ibni, kijana wangu. Hakika huyu mtoto wangu huyu Allah subhanahu wa ta'ala atampatia umri na atakuja kuwa ni mwenye kusuluhisha baina makundi mawili makubwa ya Kiislamu. Bishara kama hii hakuna mtu aliyetarajia itatokea lini, yatatukia lini, namna alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaishi maisha walioishi, angalia miaka mingapi baadaye, miaka chungu nzima baadaye, Hassan ashakuwa mtu mzima mpaka akatawazwa kuwa ndiye khalifa ama kiongozi. Hapo inakuja inatokea yale aliyoelezea Mtume sallallahu alayhi wasallama. Bali Hassan bin Ali radhiallahu anhuma, yeye kando na haya alijaribu kufanya nini? Baada ya kuchukua uongozi akawa ni mwenye kuweka sharti, kuonyesha alikuwa na msimamo aina gani. Anasema sharti mimi kukubali nyinyi kunipatia uongozi huu ama wadhifa kama huu, lazima muwe tayari kumpatia amani yeyote ambaye mimi Hassan nampa amani. Ikiwa tunaungana pamoja kupiga adui, adui wetu awe ni mmoja. Si kwamba mna adui wenu tofauti, mimi na adui yangu tofauti, la, bali adui wetu awe ni mmoja, rafiki yetu awe ni mmoja. Kwa hivyo tuwe ni umma mmoja. Walipokubaliana na hilo, ndipo akakubali sasa atakuwa ni khalifa wao. Jambo la tatu, baada sasa ameshaanza kuendeleza, ameshafanya utaratibu na kupangilia serikali yake, uongozi wake utakuwa vipi? Baadhi ya maadui walichipuka kama ilivyo ada, lazima katika kila mujtama kuna wale waovu miongoni mwao. Walipoona mkondo anaochukua Hassan ni ya kuunganisha watu wote kwa pamoja, wakafanya njama ambayo kweli walijaribu sana, mpaka wakaja si kupanga tu, bali wakaja kutekeleza njama kama hiyo. Wakajaribu kumuua kama walivyoua Ali bin Abi Talib babake, kama walivyomuua Uthman bin Affan radhiallahu anhu. Walikuja wakamshambulia, wakamdunga na njora. Kumdunga na njora, baadhi wanasema ilikuwa katika paja, wengine wanasema ilikuwa sehemu katika shingo, lakini alhamdulillah akauguza jeraha lile hadi akapona. Ndio mwishowe anaketi juu ya mimbar akitoa wasia kwa watu wa Iraq, akiwaambia ittaqullaha fina, mcheni Mwenyezi Mungu wetu sisi, tumetawazwa, tumechaguliwa juu yenu kama viongozi wenu, na sisi ni katika ahli beiti rasulillah, ahli beiti rasulillah, lazima mtuheshimu. Sisi kama viongozi lazima tutajali maslahi yenu, nanyi pia lazima muwe ni watiifu kwetu sisi. Watu kweli waliathirika sana na khutba kama hii, na
wakawa ni wenye kumwahidi kwamba watamnusuru na watakuwa pamoja nao, watamuunga mkono. Hasa hebu twende katika marhala ya 4, hatua ambazo zilizopelekea mpaka kuja kutimia sulhu baina ya Hasan bin Ali radhiallahu anhuma na Muawiya bin Abi Sufyan radhiallahu anhuma. Sheikh Adam. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Nikiwa nazungumzia hatua ya 4 miongoni mwa hatua ambazo zilifanyika kisha baada ya hapo sulhu ikaweza kupatikana baina ya makundi mawili. Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma alitoka na jeshi lake kutoka katika nchi ya Iraq, ardhi ya Kufa, akielekea sehemu ya Madain, na vile vile alitoka na jeshi kubwa kabisa, jeshi ambalo lilikuwa na nguvu, jeshi ambalo watu wa sehemu hiyo walimuunga mkono, na kisha wakamwambia, ewe Hasan ibn Ali, watu hawa wa Iraq ambao wamekuunga mkono wanasema hivi, uende na wao kwa watu wa Madain. Watu wa Madain ni watu ambao wamemaasi Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumaasi mtume wake, na wamefanya madhambi makubwa, madhambi ambayo imekuwa sababu ya kuharibu maneno ya watu. Kwa hivyo tunakuomba uende kupambana na watu kama hawa, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akakupa ushindi dhidi ya watu hawa. Ndipo ikabidi Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu aondoke na jeshi lake kuelekea sehemu za Madain kule Sham, na katika jeshi hilo akamweka kiongozi mtu kwa jina Qais ibn Saad ibn Ubada. Qais ibn Saad ibn Ubada, jeshi ambalo lilikuwa na wapiganaji 12,000, jeshi ambalo liliitwa kuwa Shurtatul Khamis, jeshi la siku ya Alhamisi. Jeshi kama hilo lilipoondoka likielekea kule lilipoelekezwa pamoja na Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, ili kwenda kupambana na watu wa Sham, watu ambao walikhalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Sasa Al-Hasan ibn Ali alitoka na jeshi hilo, lakini hakuwa na hamu ya kupigana, ila tu watu wengi walimkujia, mkusanyiko mkubwa wa watu walimkujia, wakatoa kila aina ya hoja ambazo zilizidi hoja yake, kwa sababu yeye kwa upande wake hakutaka vita kivyovyote, kwa sababu katika vita watu wanauawa, watu wanapata majeraha, damu za watu zinamwagika, mambo kama haya yote hakuyataka. Lakini wale jamaa waliomkujia walitoa kila aina ya hoja ambazo zilizidi hoja zake, ikabidi atoke tu shingo upandi. Sasa baada ya kutoka akienda sehemu kama hiyo ili apambane na watu kama wale, katika hali kama hiyo watu wa Iraq ambao alitoka nao wakielekea sehemu ya Sham, alipiga kambi ili aweze kujua uhakika wa mambo inakuwa namna gani. Ndiyo habari niliyoelezwa. Kabla nianze kupigana, wacha nipeleleze, nifuatilie, nijue uhalisi wa mambo. Sasa baada ya Al-Hasan ibn Ali kutoka, tunakuja katika hatua ya 5. Muawiya bin Abi Sufyan amepata habari kuwa Al-Hasan ibn Ali katoka na jeshi lake, ametoka Iraq, anaelekea katika ardhi ya Sham, sehemu ya Madain. Naye vile vile hakusita, aliandaa jeshi lake baada ya habari kumfikia kuwa Al-Hasan ametoka, naye vile vile katoka na jeshi lake. Hili jeshi kama hilo likakutane na kukabiliana na kupambana na jeshi la Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Jeshi kama hilo likatoka, lilipotoka likielekea sehemu hiyo hiyo ili wakutane pamoja na Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, ama radhiyallahu anhum ajma'in. Sasa Al-Hasan alipofika sehemu ya Madain, alilingania mlinganizi ya kuwa
watu wa Iraq wamekuja, na watu wa Iraq tabia yao ni kadha wa kadha, kwa hivyo kuweni tayari kupambana nao. Sasa baada ya Al-Hasan kufika sehemu ya Madain, tunakuja katika hatua ya 6. Alifanya kitu gani? Alianza kutuma wajumbe zake kwenda kwa Muawiya ili wambainishie sababu ya yeye kutoka na kuja sehemu kama hiyo ni nini. Sasa akawa anatuma wajumbe zake, na vile vile Muawiya anatuma wajumbe wake, yani wanatuma barua. Huyu anatuma barua yake, yule anajibisha, huyu vile vile anatuma. Kwa nini anafanya hivyo? Kuzuia damu ya waumini simwagike. Na kisha baada ya hatua hii, wao kushauriana katika barua, wao kushauriana katika majadiliano, ikawa ni sababu ya sulhu kupatikaniwa, ama mapatano baina ya haya makundi mawili kupatikaniwa. Anatuelezea Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kwenye sahihi yake, akizungumzia tarehe kama hiyo ya kuwa yalikutana makundi mawili makubwa, makundi ya watu wa Sham ambao ni watu wa Muawiya bin Abi Sufyan, na vile vile makundi ya watu wa Iraq, watu waliokuwa na Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kisha katika uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, barua zikaanza kujiri baina ya haya makundi mawili. Kisha baada ya hapo ikawa ni sababu ya sulhu kupatikaniwa. Katika hii kisa tunapata faida nyingi. Miongoni mwa faida hizo, jambo la kwanza kabisa, faida ya kwanza kabisa, tunazingatia ile kauli ya Rasul sallallahu alaihi wasallama ya kwamba huyu kijana wangu atakuwa sababu ya kuleta sulhu baina ya makundi mawili makubwa ya waumini. Huo ni utume wa nani? Wa Rasul sallallahu alaihi wasallama. Anazungumzia mambo ambayo yalitokezea baada ya kufa kwa mtume kwa miaka nyingi tu. Ukiangalia baada ya Rasul sallallahu alaihi wasallama kufariki, mwanzo wa mwaka wa 11, Abu Bakar alichukua usukani wa miaka 2 na miezi kadhaa, Umar akachukua utawala wa miaka 10, Uthman akachukua utawala wa miaka 12, kisha Ali bin Abi Talib akachukua utawala wa miaka 4 na miezi kadhaa. Hii ina maana kuwa wametawala, ama tangu alipofariki Rasul sallallahu alaihi wasallama mpaka mjukuu wake kufika ama kuchukua usukani ni takribani miaka 30. Sasa haya maneno yote kayatabiri Rasul sallallahu alaihi wasallama na yanafanyika. Hii ni kuonesha na kuthibitisha utume wa Rasul sallallahu alaihi wasallama. Faida ya pili, tunapata kuona Al-Hasan ibn Ali anaacha uongozi, anaacha mamlaka. Si kwamba hana jeshi, si kwamba hana nguvu, wala si kwamba ni mdhalilifu, wala ana shida, lakini anajaribu kuchunga damu ya watu isiwe yenye kumwagika. Na jambo jingine, tunapata fadhila na ubora wa kusuluhisha baina ya walioteta, endapo sulhu kama hiyo itazuia maafa zaidi, itazuia madhara zaidi. Kwa sababu watu wanapokosana, kila upande unakuwa tayari kudhuru upande wa pili. Sasa lau utaleta sulhu baina ya haya makundi mawili, inakuwa na khairi kubwa kabisa. Allah anasema ndani ya Qur'an, was-sulhu khair, kule kusuluhisha ni jambo bora zaidi. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, endapo makundi mawili ya waumini yanazozana, yanapigana, basi lipatikaniwe kundi ambalo litakuja kuleta sulhu, ama watu ambao watasuluhisha baina ya haya makundi mawili. Kisha kundi ambalo litakaidi amri, litakataa, likawa jeuri, kundi kama hilo ndilo linapigwa vita. Sasa kuna ubora kuleta sulhu baina ya walioteta. Na vile vile tunapata kuona dalili kuwa Muawiya, tunapata kuona dalili kuwa Muawiya alikuwa na huruma kwa hao walio chini yake, na vile vile alikuwa na huruma kwa
kwa hawa ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, akawa mwenye kukubali sulhu kama hiyo. Kaelezwa na Hasan kuwa mimi nimekubali kuondoka, kukuachia mamlaka kwa sababu kadha wa kadha. Lawa angelikuwa na kiburi, angelikuwa hana huruma ndani ya nafsi yake, hangelikubaliana naye. Ukubali kurudi nyuma, usikubali, mimi napambana nawe, tutatwangana, nitafanya mambo nitakayoyafanya. Lakini naye vile vile alikuwa na huruma kwa hao ambao wako chini yake. Na vile vile tunapata dalili kuwa mtu ambaye anatawala, kuna uwezekano kuna mwenzake ambaye ni bora kumliko. Lau utalinganisha baina ya Muawiya na Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, utapata kuwa kuna yule ambaye ana ubora zaidi. Lakini ukiangalia Al-Hasan na Muawiya, wote wanafaa kuwa viongozi. Na vile vile kulikuwa na Saad bin Abi Waqqas, kuna Said bin Zaid, na wote walikuwepo na ni watu ambao walihudhuria vita vya Badr. Lakini waweza kumwachia mwingine atawale. Almuhimu, faida ziko nyingi kabisa. Waweza kuacha utawala kumwachia mwenzako kwa sababu ya kuleta maslah baina ya waumini. Unaacha wadhifa wako kwa sababu ya sulhu. Lakini hii leo wangapi miongoni mwa viongozi wanapigania nyadhifa, wako tayari kumwaga damu za wenzao? La muhimu tu wabaki kwenye mamlaka, wabaki na vyeo vyao. Kila mwenye kukupinga ama na kaidi amri yako, ama unaona kuwa ni tishio katika uongozi wako ama cheo chako, watu kama hao unahakikisha unamaliza mmoja baada ya mwingine kwa njia tofauti tofauti. Wengine wanadungwa sindano za kuwamaliza, wengine wanawekewa sumu, wengine wanamalizwa katika ajali, wengine wanatumiwa majambazi na mambo kama haya. Lakini anayejali maslahi ya umma, mambo kama haya yote anayaweka kando, akimwogopa Allah subhanahu wa ta'ala na kuchunga haki ya kila aliye chini yake. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan wa ahsanallahu ilaik. Tukizungumzia mlango huu, kinachoibuka ama kinachodhihirika wazi ni umuhimu wa sulhu. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwa aya aliyotusomea Sheikh wetu anasema sulhu khair, kwamba kusuluhisha ndio bora zaidi kwa kila hali ya utatanishi. Popote palipo na ugomvi, sulhu kawaida ndio kwa jambo la khairi, na hakuna la khairi mno kuzungumza baina ya watu kama anaileta suluhu baina ya watu wawili. Lakini Allah mbele ya hii aya anasema nini? Wa uhdhiratil anfusu shuh, ya kwamba nafsi mara nyingi inakuwa ni yenye kutawaliwa na tamaa, inatawaliwa na uchoyo, ya kwamba mara nyingi wanaokata sulhu ni watu wa binafsi, wako na ubinafsi ndani yao. Al-Hasan bin Ali radhiallahu anhuma, katika tukio hili Sheikh ametupatia baadhi ya fawaid. Kabla ya hapo amekuwa akizungumzia hatua baada ya hatua hadi kufikia tukio la nini? La sulhu. Ameanzia mwanzo kuzungumzia Hasan bin Ali radhiallahu anhu ni dua Mtume aliomba ya kwamba huyu kijana wangu Allah itafika wakati atasuluhisha baina yake na makundi mawili makubwa ya Kiislamu. Hasan bin Ali radhiallahu anhu akaishi maisha yake kama mwanadamu wa kawaida tu, mtoto mdogo, akainukia akaleleka katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hadi akaja kuwa mtu mzima. Akaishi katika nyumba ya Khalifatul Mu'minin Ali bin Abi Talib, akawa tayari ameshainukia, amekuwa mtu mzima, akaanza maisha yake. Ikafika mpaka akatazwa kuwa ndiye khalifa. Ikaanza kuchipuka yale ambayo bishara Mtume alikuwa akizungumzia. Mara ya kwanza Hasan atoa sharti ya kwamba hatokubali kutawazwa kuwa ndiye khalifa mpaka watu wakubali kuwapatia salama wale ambao atakawapatia salama yeye. Ikaenda wakapanga njama ya kumuua. Baada ya hapo wachochezi wako kila sehemu, wakaleta fitna, maneno ya uzushi kuwa sehemu fulani ya Sham kuna watu ambao wamekaidi amri ya Allah. Yeye kama kiongozi lazima hakikisha kwamba hukumu inakuwa ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akiondoka na jeshi lake kwenda kule, kumbe ilikuwa ni kama mtego.
Muawiya bin Abi Sufyan kusikia hivyo, naye pia akaona amekuja kuvamiwa, naye akaondoka na jeshi lake. Sasa subhanallah, tayari imekuwa majeshi mawili tena karibu sana izuke mapigano baina yao. Walipoona hivi upesi, wakadiriki na kujikumbusha aliyotokea katika Siffin, katika Jamal na Nahrawan. Wakajikumbusha damu yaliyomwagika ya Waislamu kwa Waislamu. Wakasema la, hatutenda mkondo huo tena, bali wakabadilishana mawasiliano baina yao hadi kukatokea suluhu baina ya makundi mawili haya. Je, kuna mengi ya kujifunza katika matukio haya. Sheikh ametaja baadhi ya hizi fawaid, ikiwemo pale kusema kuwa ndani yake kuna kuthibitika ukweli wa utume wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ni jambo ambalo lizungumzia. Na hapa kuna rad kwa wale ambao walidai kuwa Ali bin Abi Talib waliyadhu billah walisema amekufuru, eti Muawiya amekufuru, na likundi la nani? Khawarij. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika bishara yake alielezea makundi mawili, kundi hili la Ali la Hassan bin Hussein na pia kundi la Muawiya ni makundi mawili, aliwaita makundi ya Waislamu. Kwa hivyo ni radi kwao kwamba kwa hakika haya makundi hawakuwa ni wenye kukufuru na mengi mengineo. Inshallah mtazamaji, tutachukua pumziko la pili fupi, kisha tutarejea na tutampatia tena fursa Sheikh atupeleke katika hatua nyingineyo hadi kuja kutimia sulhu kubwa zaidi. Kando tuna haya makundi mawili, ameguzia kwa mbali ya kwamba yeye Hassan alijiuzulu, alijitoa katika nini? Katika uongozi, na hapo ndipo ambapo tunapopalenga kubainisha. Lakini kabla ya hapo tuangalie utangulizi ama hatua hizi zote ambazo zilizotokea hadi kufikia hatua ile. Naomba tusiondoke, tupate kujua hizi hatua baada ya hatua mpaka kujiuzulu kwake Hassan bin Ali radhiallahu anhu, na tusiondoke jameni, tukamilishe kipindi pamoja. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ba'd. Iwapo jiunga nasi hivi sasa, mpenzi mtazamaji wa Jamia TV, kipindi ni Ufahamu Uislamu, na tunazungumzia sulhu iliyotokea baina ya Hassan bin Ali radhiallahu anhuma na Muawiya bin Abi Sufyan radhiallahu anhuma ni sahabati ajma'in. Haya makundi mawili yalikuwa takriban kupambana na kuzukia umwagikaji wa damu baina ya Waislamu, lakini kwa nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zake na huruma zake kwa umma huu, viongozi wawili hawa Allah kawajalia huruma na kuweza kutanguliza maslahi ya raia kabla ubinafsi na kuangalia ukubwa na cheo. Ikawa wote wawili wakawa tayari kusitisha mapigano, kusitokea umwagikaji wa damu. Wakaanza muhawala kujaribu na kuangalia kufuatilia vipi kutotokea suluhu baina haya makundi mawili, mpaka hatimaye lillahi alhamd ikabainika wazi ya kwamba hakutatokea vita baina haya makundi mawili. Kundi la jeshi ambalo Hassan bin Ali alitoka nalo Iraq na kundi la jeshi ambalo Muawiya bin Abi Sufyan alitoka nalo maeneo ya Sham. Hebu tusikize kwa Sheikh, twende katika hatua ya 7. Tumezungumzia hatua 6 hizi. Hatua kwanza ikiwa dua ya Mtume, hatua pili sharti aliyoitoa Hassan bin Ali alipochaguliwa kuwa ndiye khalifa, hatua 3
majaribio ya kujaribu kumuua Hassan bin Ali. Hatua ya 4, jeshi la Shurtatul Khamis walipoelekea maeneo ya Sham. Hatua ya 5, kuondoka kwa Muawiya na jeshi lake kwenda kukabiliana na watu wa Iraq. Hatua ya 6 ndio hii sasa, kusuluhisha baina ya makundi mawili ya Al-Hasan bin Ali na pia Muawiya bin Abi Sufyan. Hebu tusikia kwa Sheikh, hatua ya 7 ilikuwa gani Sheikh Adam? Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Hatua ya 7 ninayoizungumzia ni hatua ambayo anajaribiwa tena kwa mara ya pili. Tulizungumza kwamba walimpangia njama ya kumuua kwa mara ya kwanza, hawakufaulu. Sasa katika hatua ya 7 vile vile wanampangia njama ya kummaliza Al-Hasan ibn Ali kwa mara ya pili. Baada ya mazungumzo kujiri baina ya Hasan na Muawiya radhiyallahu anhum ajma'in, mazungumzo ambayo yalizaa matunda, yalileta natija ili sulhu ipatikaniwe baina ya makundi yao mawili. Sasa Al-Hasan ibn Ali akarudi kwa kundi lake, akawa anawabainishia na vile vile kutuliza nafsi zao na kueleza sababu ambazo zilimpelekea ajiuzulu, amwachie uongozi Muawiya ibn Sufyana. Faqama fihim khatiban, akasimama akiwatolea hotuba, liyubayina lahum ma tamma bainahu wa baina Muawiya, ili awabainishie yaliyotimu baina yake na Muawiya. Wa fima huwa yakhtubu hajama alayhi ba'dhu askari, alivyokuwa anatoa hotuba na kuwabainishia watu, baadhi ya askari zake walimhujumu, walimshambulia, muhawilina qatla, wakijaribu kumtoa uhai, wakijaribu kumuua. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anjahu kama anjahu min qablu, Allah subhanahu wa ta'ala alimwepusha, alimwokoa na watu hawa namna alivyomwepusha mara ya kwanza. Na tunabainishiwa kuwa muhawala uliofanyika wa yeye kuuawa, alikuwa anaeleza kitu gani? Anaeleza kuwa mimi natarajia kuwa inni la arju an akuna ansaha khalqahu li khalqi, mimi natarajia kuwa natoa nasaha nzuri kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi ndiye nawapa nasaha nzuri, nasaha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amenipa, kanipa ilham, kanipa maarifa na ufahamu na ujuzi. Na mimi sibebi chuki kwa yeyote, sina chuki na yeyote, wala sina wivu na yeyote. Zaidi ya haya yote, simtakii hata mmoja wenu afikiwe na mabaya. Huenda mnachukia mambo yanayopatikaniwa watu wanapokuwa pamoja, yani katika jamaa, lakini hiyo ni bora zaidi kuliko mtu kujitenga akawa peke yake, watu wakawa makundi makundi. Mimi yale nayoeleza naona kuwa yana mazuri kwenu, yana khairi kwenu. Kwa hiyo fala tukhalifu amri, msikhalifu amri yangu. Hayo ninayowaambia ni maneno ya sawa kabisa, wala msipinge kile ambacho mimi nawaeleza. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anisamehe pamoja na kuwasamehe. Sasa haya ndio maneno miongoni mwa maneno ambayo alikuwa anaeleza jamaa zake. Kisha wengine wakaingia, wakaanza kufanya mashambulizi, wakaharibu hiki na kile. Kwa sababu gani? Wameshikwa na hasira. Mbona anaacha uongozi? Kwa nini amwachie Muawiya? Mbona amwachie? Kwani yeye hafai kuwa kiongozi? Lakini yeye alitazama kile ambacho ni bora zaidi. Sasa hii inakuwa mara ya pili Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu kujaribu kuuawa. Katika hali kama hiyo, anajaribu kubainishia watu sababu ni ipi, bali kuna mmoja miongoni mwa watu walioingia na kumtolea maneno makali kabisa, maneno ambayo yalikuwa ni shutma, kumshambulia, lakini akawa na subra kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiachana na hayo, tunakuja kutazama msimamo wa jeshi lake.
jeshi ambalo lilipewa jina la Shurtatul Khamis lilikuwa na msimamo gani katika sulhu kama hii? Naam, mapatano ya kuleta amani. Al-Hasan ibn Ali anajiuzulu katika uongozi baada ya miezi 6. Jeshi kama hilo lilikuwa na msimamo wake katika hiyo sulhu. Tunaelezwa na Al-Hakim, anasema kuwa jeshi hilo ambalo lilikuwa na watu 12,000, jeshi kama hilo lilikuwa na watu 12,000, lilipopata habari kuwa Al-Hasan amejiuzulu, amemwachia mamlaka Muawiya bin Abi Sufyan, wengi wao walishikwa na hasira, walikasirika kwa sababu walijitokeza ili wakapambane. Sasa inakuwaje hii leo kiongozi wao anarudi nyuma? Bali kuna jamaa moja kwa jina anaitwa Abu Sufyan, Abu Amir Sufyan ibn al-Layl. Abu Amir Sufyan ibn al-Layl alimkujia Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma, akamtolea salamu, lakini salamu enyewe ina ujumbe mkali. Anamwambia namna gani? Assalamu alayka ya mudhilla almu'minin, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako, mwenye kudhalilisha waumini. Umetudhalilisha, umetuweka chini, umevunja hadhi zetu. Ndipo hapo Al-Hasan akamwambia, vipi? La taqul dhalika ya Aba Amir, usiseme hivyo Abu Amir. Lam udhilla almu'minin, sijawadhalilisha waumini, sijawadhalilisha waumini. Walakinni karihtu, lakini mimi nilichukizwa kuwaua hao waumini, wafe hao waumini, kwa mimi kujitafutia mamlaka, mimi kujitafutia cheo na ukubwa. Sasa angalia jawabu yake, anatukanwa kwamba kadhalilisha, lakini akawa mpole, akamwambia mimi sijadhalilisha yeyote, bali kile ambacho nimekikataa ni waumini wasiwe wenye kupoteza maisha yao ama damu zao kumwagika. Sasa jeshi kama hilo, baadhi ya watu walikuwa na msimamo kama huo. Ama tukija katika huyu kiongozi ambaye ni Qais ibn Saad, yeye baada ya Al-Hasan bin Ali kukubaliana na Muawiya, yeye kidogo alisita kwa sababu hakuridhika na haya maneno. Alisita, hakukubali sulhu kama hiyo, akajitenga na baadhi ya kundi ya wanajeshi ambao walimuunga mkono. Kisha baada ya muda akawa mwenye kusalim amri na kumuunga Muawiya bin Abi Sufyan na kukubali sulhu ambayo Al-Hasan ibn Ali aliitoa. Zimekuja baadhi ya riwaya ambazo zinazungumzia mambo kama haya. Kati ya riwaya hizo kwamba jeshi kubwa miongoni mwa Shurtatul Khamis liliingia ndani ya sulhu kama hiyo baada ya kusikia tu kiongozi wao ambaye ni Al-Hasan amejiuzulu, amemwachia uongozi Muawiya bin Abi Sufyan. Wengi wao waliingia katika uongozi, waliingia katika sulhu kama hiyo wakakubali. Ama kiongozi wao ambaye tumemzungumzia hivi sasa, Qais ibn Saad, alibaki nyuma. Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala anaelezea kuwa ba'atha Al-Hasan ibn Ali ila amiri al-jaysh Qais ibn Saad an yasma' wa yuti'. Al-Hasan anamtumia barua kiongozi wa wanajeshi ambaye ni Qais ibn Saad, anamwambia namna gani kuwa mwenye kusikiza na kutii amri, sikiza na utii amri. Lakini faaba Qais, huyo kiongozi alikataa. Wa kharaja min ta'atihima jami'an, akamwacha Al-Hasan, akamwacha Muawiya, akajiendea kivyake, amekataa kuwatii wote wawili. Wa'tazala biman ata'a, akajitenga na kundi ambalo lilikubaliana naye, limewafikiana naye. Kisha baada ya hapo, thumma raja'a al-amr fabaya'a Muawiya, baada ya kipindi fulani akabadilisha msimamo wake na kumuunga Muawiya bin Abi Sufyan kama kiongozi, akamuunga Muawiya bin Abi Sufyan kama kiongozi. Tukijaribu kuangalia msimamo wa hawa viongozi,
hawa viongozi ambao tukiangalia msimamo wa hawa viongozi ambao walikuwa katika jeshi hilo baada ya sulhu kufanyika, wamegawanyika makundi. Kundi la kwanza lilikubaliana na rai hiyo, likoona kwamba ni rai nzuri na likawa tayari kumfuata Muawiya bin Abi Sufyan, na miongoni mwao Jaafar bin Abi Talib, Abdullah bin Jaafar bin Abi Talib, Abdullah bin Jaafar bin Abi Talib. Huyu ni miongoni mwa watu ambao waliona kuwa ni rai nzuri, wameikubali na kuifata. Kundi la pili kwanza lilikataa, kisha baada ya kukataa likaja kukubali baadaye, na miongoni mwao ni huyu kiongozi wa jeshi ambaye ni Qais ibn Saad ibn Ubada radhiyallahu anhu. Na zaidi ya haya kuna kundi la tatu. Hili kundi la tatu liliingia kwenye sulh hali ya kuwa nafsi yao imechukia, yani basi tu hamna namna, hamna otherwise, wacha tukubali tu licha kuwa hatutaki. Kisha kundi kama hilo limegawanyika mara mbili, limekubali shingo upande, kisha baada ya kukubali shingo upande likagawanyika mara mbili. Kundi la kwanza liliona kuwa hii sulhu ni lazima tukubali madama Al-Hasan yuhayi, lakini baada ya kifo chake hakuna mambo kama hayo tena. Naam, ndiye kiongozi wetu, bado yuko hai, wacha tukubaliane naye, lakini endapo Allah subhanahu wa ta'ala atamchukua ndio mwisho wetu, tutakaidi amri. Miongoni mwa watu kama hawa ni Hajar ibn Adiyin radhiyallahu anhu. Kisha kundi la pili liliona kuwa hii sulhu ni bora, licha kwamba tumekataa, lakini tumeingia tu, ina ubora wake, lakini ubora huo na ulazima wake ni katika uhai wa hao watu wawili, Al-Hasan na Muawiya radhiyallahu anhuma. Ama baada ya kufa kwao, ama kufa kwa mmoja wao, sisi tutakuwa na msimamo mwingine tofauti, sisi tutakuwa na msimamo mwingine tofauti. Hivi ndivyo walivyogawanyika baadhi ya watu katika jeshi la Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wa ani sahabati ajma'in. Wallahu a'lam. Ahsanallahu ilaik wa barakallahu fik Sheikh Adam, Allah kuhifadhi ya kuzidisha ilmu. Mtazamaji, tumesikia masimulizi haya na inatufafanulia kinagaubaga yaliyojiri baina Hasan bin Ali radhiallahu anhu na Muawiya bin Abi Sufyan radhiallahu anhu. Tulianza mapema kabisa mwanzoni mwa silsila hizi tukielezea ya kwamba aqida ahli sunnah wal jamaa ni kwamba yaliyojiri baina ya masahaba tuwe ni wenye kunyamazia, lakini tukasema kwa mlango wa elimu na kubainisha habari potofu ambazo pengine mtu huenda akafikiwa nazo na akawa hajui mashiko ashike njia gani, ikawa ni vyema tuweza kuzungumzia pasina kuegemea upande wowote. Ndio maana tunaelezea visa hivi ama tunasimulia matukio haya. Hasan bin Ali radhiallahu anhu na Muawiya bin Abi Sufyan radhiallahu anhu majma'in, yaliyotokea baina yao, lakini kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala sulhu ndio jambo la khairi kubwa. Ndio maana tunazungumzia ya kwamba sulhu iliyotokea baina yao, sulhu aliyobashiria Mtume sallallahu alayhi wasallama kuanzia katika mimbari yake akiwa hai, Hasan akiwa kijana mdogo kabisa, Mtume akibashiria ya kwamba kijana wangu huyu itafika muda ambao Allah subhanahu wa ta'ala atajalia kumpitia yeye itasuluhika, watasuluhishwa baina ya makundi mawili makubwa ya Kiislamu. Na habari hiyo ikafikia, tukio hilo kweli likatokea katika uhai wa Hasan baada Mtume kufa zaidi ya miaka 20. Na Hasan bin Ali radhiallahu anhu imefika hatua kwamba anakuwa ni mwenye kupatana na Muawiya bin Abi Sufyan, wasiende kwa maamuzi ya kupigana umwagikaji wa damu, bali kuleta suluhu baina yao. Yakatimia, lakini ikabakia changamoto nyingineyo ya kwamba kama kiongozi, bila shaka nyuma yako kuna watu, na maamuzi anayofanya kiongozi mara nyingi lazima ya maamuzi ya busara,
ya kwamba kuna kile ambacho kiongozi ataona kuna kheri, maslahi fulani ambapo raia zake ama wale mashabiki wake pengine hawaioni kamwe, ndio ikawa huyu kiongozi amri ama maamuzi anayochukua lazima kwa raia wawe wenye kutii, hata kama nafsi zao hazipendezwi ama pengine kiakili hawajafikiwa na hikma. Kwa nini kiongozi anafanya maamuzi kama yale? Kiongozi lazima atiiwe. Ndio Allah akatoa amri ya kuwa atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum. Hao viongozi kuna yale ambayo wanaona kwa mbali, upeo wa mbali ambaye mimi nayo raia wa kawaida pengine hatuoni. Hassan bin Ali radhiallahu anhu akachukua hatua kama hiyo. Baadhi ya wale ambao wendani wake wa karibu mno, Sheikh ametaja baadhi, ametaja huyo Qais bin Saad bin Ubada ambaye alikuwa katika mstari wa mbele katika wale hodari sana wa vita. Alikuwa mmoja katika viongozi wa vita katika jeshi la Ali bin Abi Talib, na akawa mwenye pia kuongoza jeshi la Hassan bin Ali. Hassan alipofanya maamuzi haya, yeye akawa moyo wake umesita, ana dukuduku katika moyo wake, anaona hili kidogo mimi sikubaliana nalo. Angalau huyu alichukua msimamo ambao ni wa upole. Kuna wale ambao walijaribu hasa kumvamia, kumshambulia, wakamtusi, wakamkejeli, wakampatia kila aina sifa, wengine mpaka wakamshambulia physically, wakajaribu kumuua tena kwa mara ya pili. Hassan bin Ali radhiallahu anhu kwa upole aliokuwa nao, anajua ndiye kiongozi, akona uwezo wa kutoa amr, lakini anawajibiza kwa upole. Ndio sifa za waja wema. Allah akizungumzia idha khatabahumul jahiluna qalu salama, anamkashifu, anamshutuma, anamwambia wewe umedhalilisha Waislamu. Asema la, mimi sijadhalilisha mtu yote, bali kile ambacho nimeona nini, kuleta safu ya Waislamu kwa pamoja. Hakujibu tusi kwa tusi, dharau kwa dharau. Hizi ndizo tabia za kiongozi, si kupayuka na kutoa matusi kila upande. La, kama kiongozi bila shaka kuwa tayari kuwa ni mwenye kutuhumiwa, kuwa tayari kuwa ni mwenye kushutumiwa, kuwa tayari kuwa ni mwenye kutusiwa, lakini kwa yote haya jaribu kufanya kabiliana nayo kwa upole na utaratibu. Hapa ndio tunapata tabia kiongozi kwa kiongozi huyu Hassan bin Ali radhiallahu anhu. Kisha baada ya hapo Sheikh akatutajia bado amejaribu kumuua kwa mara ya pili, bado tu Allah anamhifadhi, anampatia umri, ameshika msimamo wake ule ule na anasema nao kwa uzuri kujaribu kuwabainishia. Muawiya bin Abi Sufyan radhiallahu anhu pia upande wake, japokuwa haikuelezwa sana, lakini pia alikumbana na changamoto kama hizi. Wale katika jeshi lake waliona, kwa nini unakubaliana kwa jambo kama hili? Almuhim turudi kwa Hassan bin Ali radhiallahu anhu. Upande wa pili jeshi lake hili waligawanyika kama ilivyotueleza Sheikh kwamba walikuwa na misimamo mitatu tofauti. Kundi moja walikubaliana na maamuzi hayo 100%. Kundi la pili mwanzoni walikuwa na shida, dhiki na uzito kukubali, hatimaye mioyo yao ikalainika wakakubali. Kundi la tatu walikubali kwa sharti ya kwamba hili tofanya kwa ajili yako Hassan pekee. Kundi la pili kasema la, maadamu wote wawili wameshiriki katika hili, basi tutakubaliana na wao, hali ya kuwa mioyo yao haijaridhia, nasema tu basi maalesh, acha tukubali. Almuhim mtazamaji, bado kuna mengineyo ya kuelezea katika kuhusiana na tukio hili ambalo tutakuja katika swala zima la kujiuzulu kwa Hassan bin Ali, akajivua kutoka kwa uongozi kwa ajili ya maslahi ya kuchunga usalama wa raia na kuunganisha umma pamoja. Insha Allah hii itakuwa ni mada yetu katika kipindi kijacho biidhnillahi taala, lakini hatuwezi ondoka pasina kupata maneno ya busara na hekima kutoka kwa Sheikh Adam. Basi Sheikh Adam, tupatie nasaha kabla tujafunga kipindi. Tuna takriban dakika 1-2 hivi. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa baad. Nasaha yangu, nilianza na nasaha ya kumcha Allah kwa kufata amri yake na kujiepusha na makatazo yake, tukijiandaa kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani endapo patakuwa na uhai. Ama nasaha ya mwisho nikimalizia,
Allah subhanahu wa ta'ala anasema yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim, siku ambayo mali na watoto hazitomnufaisha mwanadamu ila atakayefika mbele ya Allah na nafsi iliyosalimika. Kila mmoja wetu aitakase nafsi yake kutokamana na ushirikina, aitakase nafsi yake kutokamana na wivu, na vile vile kuwasamehe waliomkosea na kuwaomba msamaha wale aliowakosea. Kuna hadithi ya Rasul sallallahu alaihi wasallam kuhusu saumu yake ya Jumatatu na Alhamisi. Alisema kuwa hizi ndizo siku ambazo amali za wanadamu zinapelekwa mbele ya Allah. Kisha Allah anaambia malaika, achana na hao wawili mpaka watakaposuluhisha tofauti baina yao. Achana na hao wawili mpaka wasuluhishe utata ulio baina yao. Sasa ni wangapi miongoni mwetu? Naam, tunaswali, tunafunga, tunatenda amali ya kheri, lakini amali kama hiyo haipelekwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu tumekosana ima na wazazi wetu ama ndugu zetu ama yeyote miongoni mwa wale ambao tunawajua. Naam, kukosana kuko, ima umekosewa ama umekoseana. La muhimu zaidi isivuke siku 3. Rasul sallallahu alaihi wasallam anasema si halali wala haifai kwa mu'min kumgura na kumwacha mwenziwe pasina kusema naye zaidi ya siku 3, na mbora kati ya hao wawili ni yule anayeanzisha salamu. Kwa hiyo waliyafu waliyasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, sameheaneni na msahau yaliyojiri. Je, hampendi kusamehewa na Allah? Kama wataka Allah subhanahu wa ta'ala kusamehe, nawe vile vile kuwa tayari kumsamehe aliyekukosea, kumsamehe aliyekukosea, na vile vile kumuomba msamaha uliyemkosea. Kama umekula mali yake, mrudishie. Umemkosea, kamuombe msamaha. Umevunja heshima yake, kazungumze naye. Si kuonesha kwamba wewe ni mdhalilifu ama wewe ni mnyonge, bali unaonesha imani yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kuwa tayari kusamehe aliyekukosea na kumuomba msamaha uliyemkosea, ili Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aweze kukusamehe. Wallahu aalam. Jazakallahu khairan. Mtazamaji, ni swali ambalo Sheikh ameipose na naikariri tena. Je, uko tayari kuwasamehe wote waliokukosea? Kama tunavyotaka Mwenyezi Mungu atusamehe, tuwa kwanza kuwasamehe wale tukosea, na vile vile turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumombe msamaha kwa makosa yetu. Ikiwa kosa lako linafungamana na haki ya mwenzako, basi regesha haki hiyo, ndio kimbilie kutaka msamaha. Haya ni katika masharti ya tauba. Na mwisho tuomba Mwenyezi Mungu atusamehe makosa yetu kwa yale ambayo tumeyasema katika kikao hiki, pengine kwa kuteleza ulimi ama pengine kwa namna yote ile. Yote ni mapungufu yetu binadamu, na Mwenyezi Mungu ndiye mkamilifu tuliko sote. Shukran sana Sheikh Adam kwa kutenga muda na kuja kufanikisha mada hii leo. Allah ajalie katika mizani ya mema yako ilmu na faida ambazo umetupatia kwa leo. Wajazakallahu khairan wa barakallahu fik. Na kwako mtazamaji vile vile pia nakushukuru sana kwa kuendelea kufuatilia vipindi vyetu, na Mwenyezi Mungu atuzidishie elimu ya manufaa na pia atuwezeshe kuweza kutekeleza yale ambayo tutajifunza. Atusamehe makosa yetu na atusitiri aibu zetu. Wagonjwa kati yetu Mwenyezi Mungu apatie shifa ya haraka. Waliotangulia mbele ya haki katika upendo wetu Mwenyezi Mungu alaze pema pamoja na wema. Nasi pia tujalie mwisho mwema, na tuhifadhi hadi tukifikiwa na mwezi wa Ramadhani tukiwa wazima. Atuwezeshe kutekeleza ibada na tutakabalia ibada zetu. Hadi wakati mwingine, shukran kwa mwelekezaji wangu na wenzake wote waliofanikisha kipindi hiki kikawajia kwa njia iliyo maridhawa kabisa. Mwenyezi Mungu azidishie umri na afya, atakabalie katika juhudi zao za da'wa, na ajalie katika mizani yao ya mema siku ya Kiyama. Hadi wakati mwingine, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.